all the way kutoka kaskazini mwa Afrika, Algiers, Algeria. Huu ni uwanja wa Nelson Mandela, ni uwanja wa pili kwa kubwa jijini Algiers nyuma ya Jules Cinq. Kutokea huku tumefanikiwa kuangalia mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika kati ya Young Africans dhidi ya AS FAR Rabat, wakishinda Yanga goli 1-0 la Prince Dube. Katika kundi hili ipo timu moja kutoka Algeria na yenyewe ni JS Kabylie, ambayo jioni hii iko uwanjani dhidi ya Al Ahly. Upi mtazamo wa Algeria, wa wana Algeria juu ya matokeo ya Young Africans? Bwana, kutokea mitaa ya Ould Fayed hapa Algiers, Algeria, tunafahamu kwamba leo hii klabu ya Young Africans imecheza mechi yake ya kwanza kabisa ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika na imeshinda goli 1-0. Ni Prince Dube Mpumelelo ndo ameandika hilo bao. Tunakwenda kuangalia hii mechi, mazingira ya hapa Algeria, kwa maana imepokewaje, kwa sababu hapa Algeria katika lile kundi ambalo Young Africans wapo, kuna klabu moja inatokea hapa Algeria kwa maana ya JS Kabylie, wenyewe wakiitambua kama Jeska. Sasa hapa nilipo kwanza ni eneo ambalo kwa asilimia kubwa ni maskani ya mashabiki wa Mouloudia. Ukisikia Mouloudia manake ni MC Alger. Na kimsingi ni eneo la Independence Square wanaita. Ni eneo dogo tu, haya maeneo ya uhuru yako mengi. Sasa miongoni mwa hiyo square ni pamoja na hii ambayo inapatikana katika mtaa huu wa Ould Fayed. Na kimsingi kuna michoro mingi inapatikana hapa ya Mouloudia kwa maana ya MC Alger, lakini ni mitaa ambayo utakuta pia jezi nyingi mtaani huko zikitembea. Sasa moja kwa moja tukenda kuangalia mapokezi yalikuwa vipi kwa maana ya hapa Algeria. Kwanza ikumbukwe Young Africans kwenye kundi wao ndo wametangulia kwa maana ya mechi yao dhidi ya AS FAR Rabat, wametangulia kucheza. Lakini mechi inayofuata baadaye ni mchezo kati ya Jeska au JS Kabylie dhidi ya Al Ahly. Al Ahly wako nyumbani kule Misri, ndio wanakwenda kucheza hiyo mechi. Lakini kubwa zaidi ndani ya jiji la Algiers wana timu zao kwa maana ya MC Alger pamoja na USM Alger. Hii Jeska inatokea mji mwingine tofauti kwa maana ya mji wa Tizi Ouzou huko kaskazini zaidi mwa Algeria. Sasa tumepita mitaani baada ya mechi tukumalizika, na kuna baadhi ya maeneo tulikuta mashabiki wanaangalia hizo mechi, wanafuatilia mechi. Tukajaribu kusikia hisia zao, ingawaje kwa shida kidogo kwa maana ya lugha, kwa sababu wanatumia zaidi lugha ya Kiarabu na Kifaransa. Mimi Kifaransa hakipo kwenye kiwango hicho. Kwa hiyo nilijaribu kudodosa. Walikuwa wanazungumzia, kwanza walikuwa wanatamani kuona Young Africans wakifanya vizuri katika huu mchezo. Kwa nini? Kwa sababu hawataki kuona Jeska akifanya vizuri katika kundi. Yani hawataki kumuona JS Kabylie akifanya vizuri na kwenda katika hatua inayofuata. Wanatamani kuona Young Africans aende na yoyote katika wale wawili, kwa maana ya Al Ahly au AS FAR, yoyote ule aende. Kwa hiyo wanatamani kuona Young Africans naenda. Kwa nini? Kwa sababu haya mataifa ya Afrika Kaskazini yamekuwa na ushindani wenyewe kwa wenyewe, ushindani wa kimaendeleo, lakini eneo kubwa zaidi ni hilo sports and game. Yani eneo la kimichezo ni eneo la kipekee. Wana ushindani mkubwa sana. Yani Algeria hawaombei Misri wafanye vizuri, Misri hawaombei Morocco wafanye vizuri, Tunisia hawaombei Libya afanye vizuri. Kwa hiyo hawakubaliani wenyewe kwa wenyewe kwa maana ya kuzidiana kete katika maendeleo. Lakini ukiachana na hilo la nje, ukija la ndani, klabu za ndani ya nchi kama ilivyo tu Tanzania, ni ngumu sana kukuta shabiki wa Young Africans akiitakia mema Simba au Simba kuitakia mema Young Africans. Ndio hapa ipo hivyo pia. Na kwa kipekee zaidi hapa Algeria kuna timu nyingi ambazo zinasapotiwa, yani zina mashabiki wengi. Kwa mfano muktadha huko nyumbani Tanzania, timu ambazo zina mashabiki wengi zaidi ni Simba na Yanga. Sasa huko Algeria hizo Simba na Yanga ziko nyingi, yani zipo timu zaidi ya 4 ambazo zina idadi kubwa ya mashabiki. Ndani ya Algiers timu zao kubwa zaidi ni MC Alger, USM Alger, lakini wana CRB, hiyo CR Belouizdad. Hizo ndo timu kubwa 3 za hapa Algeria. Ingawaje USM Alger na MC Alger ndo kubwa zaidi, lakini CRB na wenyewe na mashabiki wao wa kutosha tu. Lakini kuna timu nyingine ambazo ziko hapa Algiers. Lakini ukienda katika mikoa mingine, kwa mfano kama huko Tizi Ouzou, wenyewe wana hiyo klabu yao kubwa zaidi ni Jeska, JS Kabylie ndio
klabu yao, na hawa ni kama timu ya kabila hivi, kwa sababu hii ni jamii ya Waberber, jamii ambayo ni asili ya Zinedine Zidane Zizou, anatokea huko. Lakini kuna klabu nyingine ambazo zinafanya vizuri, zipo katika maeneo mengine, klabu the like of Paradou, timu kama JS Saoura na yenyewe pia inatokea hapa Alger. Ziko nyingi, Mo Bejaia pia ni miongoni mwa klabu ambazo zinafanya vizuri. Ziko nyingi. So hizo ni baadhi ya klabu tu ambazo nimezitaja na zina namba kubwa ya mashabiki. Inawezekana kwa wanatofautiana kwenye namba, lakini mashabiki wanao. Yani Saoura akiwa anacheza akiwa nyumbani, utaona ana namba kubwa mashabiki. Klabu nyingine kubwa ambayo nimeiacha kuitaja na ni miongoni mwa klabu kubwa za Algeria ni Entente Setif. Hawa ni mabingwa wa mwisho wa Algeria wa ligi ya mabingwa Afrika mwaka 2014 walipocheza dhidi ya AS Vita Club ya DR Congo. So kwa hapa Algeria, matokeo haya yamepokelewa vizuri. Kwa matokeo ya Young Africans dhidi ya AS FAR wameyapokea vizuri kweli kweli. Ni kitu ambacho wamekifurahia kwa sababu hawatamani kumuona Jeska akifanya vizuri. Lakini dua zote leo hii zipo kwa Singida Black Stars kwa sababu wanacheza usiku wa leo saa 2 kwa saa za hapa Algeria. Wanacheza hiyo mechi yao dhidi ya CRB. Kwa hiyo mashabiki wengine wote ukiachana na mashabiki wa CRB watasupport Singida Black Stars. Lakini kwa upande wa Al Ahly ya Cairo, Misri, wenyewe pia wako uwanjani leo hii wanacheza dhidi ya Jeska au JS Kabylie. Dua zote za Algeria ukiachana na mashabiki wa JS Kabylie waliobakia watakuwa wakisupporti upande wa pili, kwa maana kusupporti Al Ahly ashinde. Kwa hiyo ni taifa kubwa la kisoka, ni taifa ambalo lina nguvu, lakini kama haitoshi ni taifa ambalo lina klabu 4 kama ambavyo sisi Tanzania tuna timu 4 katika michuano ya CAF kwa msimu huu, kwa maana 2 ligi ya mabingwa na 2 Confederation. Ndivyo ambavyo na wao wana timu 4, 2 ligi ya mabingwa na 2 zipo kwenye Confederation. All in all ni Algeria, taifa la kisoka, na Young Africans wameanza vizuri. Hii mechi ilikuwa ni mechi muhimu kweli kweli. Mara nyingi huaga nimekuwa nikisema kwamba kwenye hili kundi klabu ambayo naipa heshima zote ni AS FAR Rabat. Yani AS FAR Rabat inaonekana kuwa ndo timu ngumu zaidi, lakini Young Africans ameshinda. Trace back msimu uliopita, hawa AS FAR Rabat ya Morocco wenyewe walifanikiwa kucheza group stage lenye timu nyingi ngumu, kwa maana ya Mamelodi Sundowns, Raja Casablanca pamoja na AS Maniema Union kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hawakupoteza mchezo wowote. Msimu huu wameanza kwenye group stage, mechi ya kwanza wamepoteza tayari bao 1-0. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana hiko kwa Young Africans kuanza kushinda. Wanasubiri mechi ya JS Kabylie dhidi ya Al Ahly ya Misri, nini ambacho kitatokea. Mimi ni Gharib Mzinga bwana, nikiripoti kutokea huku Algiers, Algeria, ambako nimefanya hii session. Bado nipo ndani ya Algiers, kuna session nyingine zinafuata, bado nipo kwa kiwango cha kutosha zaidi hapa. Tutaendelea kujuzana mengi zaidi. Gharib Mzinga, Kilo Finest. Usisahau kusubscribe Mzinga Sports.